Breeze Online TV, the world comes to you. Your Excellency Matamela Cyril Ramaphosa, President of the Republic of South Africa, Your Excellency, the First Lady of the Republic of South Africa, Professor Raphael Chibunda, Vice Chancellor from Sokoine University of Agriculture, Honorable Stephen Kabwe, Regional Commissioner from Morogoro, Honorable Professor Paramagamba Kabudi, Minister for Foreign Affairs and East Africa Cooperation for the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Harrison Mwakembe, Minister of Information, Culture, Arts and Sports, Honorable Professor Joyce Ndalichako, Minister for Education, Science and Technology, Honorable Innocent Kalogris, Morogoro Regional Chairman of Chama cha Mapinduzi, Honorable Pasco Kihanga, the Municipal Mayor of Morogoro, Honorable Dr. Grace Nalendi Mandisa Pando, Minister for International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa, Mr. Tiholo Matlande, Head of Somafco Trust, all delegates from South Africa, all government officials from the United Republic of Tanzania, distinguished guests, members of the media here present, ladies and gentlemen, good morning. Your Excellency, I understand that you reserved your mandate to speak another language, including Swahili. So I will start speaking through my speech by English, then I will change my tune to Kiswahili for the benefit of Tanzanians. So allow me to say the following. It gives me very great pleasure to welcome Your Excellency Cyril Matamela Ramaphosa, President of the United Republic of South Africa, the Sokoine University of Agriculture here in Morogoro, at this third day of your state visit to Tanzania. Your visit to Tanzania has indeed come at an opportune moment where Tanzania is hosting the 39th Summit of the Heads of State and Government from the Southern African Development Community. Your Excellency, as we all know, in the second day of your state visit to Tanzania, you have had a fruitful discussion with His Excellency Dr. John Pombe Magufuli, President of the United Republic of Tanzania, through tete-a-tete, and official talks with a view to enhancing the existing bilateral relations between South Africa and Tanzania. On that note, Your Excellency, may I also join His Excellency President Magufuli to reaffirm my commitment and Tanzania readiness to work with you and your government in promoting our bilateral cooperations, especially on production capacity through industrialization, so as to advance our country's agenda of becoming a middle-income country by 2025. Your Excellency, it is indeed obvious that you cannot mention the relations between Tanzania and South Africa without recalling the Sokoine University of Agriculture, especially the Mazimbu campus. As we might recall, this is one of those places where our common shared interests meet during the freedom movement in South Africa. Sokoine University of Agriculture remains by the large mainstay of our freedom movement in South Africa, and in particular, the liberation struggle against apartheid in South Africa. The bonds of brotherhood and the unity for the frontline states during the fight for apartheid were cultivated here. Therefore, we all continue to remember the late Mwalimu Nyerere and the late Nelson Mandela for their commitment to unity, outstanding ability, and devastating frankness
in spearheading the struggle against apartheid in South Africa. Your Excellency, let me hasten to add that Tanzania's programs are very similar from those of South Africa because our inheritance, our geographic and economic circumstances are very similar. As people who experienced and fought together the colonial economy oppression and the social injustice, we can stand together to promote development and prosperity in the fruitful advance of our people. Your Excellency, it is not really my intention to make a speech to you. Rather, I was given a simple task to welcome you to the podium to speak to this gathering, and therefore, as I take this opportunity to ask you to proceed to this podium, may I reiterate my confidence that your short stay with us here in Tanzania and also here at Mazimbu campus will be beneficial to our respective people and enjoyable to you and your delegation. So, Your Excellency, before I welcome you to this podium, I would like now to change my tune into Swahili so that Tanzanians can understand what is special today. Mheshimiwa Rais Matamela Cyril Ramaphosa, mama yetu Mama Cyril Ramaphosa, mawaziri wote mlioko hapa, ndugu zetu wote kutoka Afrika Kusini na Watanzania wote ambao mnatusikiliza na kutuona hapa kupitia vyombo vyetu. Leo hii kwetu ni siku muhimu sana. Siku ambayo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini kutembelea Tanzania, lakini pia hapa Mazimbu. Mazimbu ni eneo lenye historia na ni eneo ambalo linaonyesha uhusiano mkubwa wa kihistoria kati ya nchi zetu mbili. Kwa lugha nyingine, huwezi kuelezea vizuri uhusiano kati ya Tanzania na Afrika Kusini pasi ya kulitaja eneo hili la Mazimbu. Kama mtakavyokumbuka, eneo la Mazimbu limebeba historia muhimu ya kumbukumbu ya vuguvugu la ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika pamoja na mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi uliokuwa umekithiri Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, Tanzania ikishirikiana na nchi 5 zilizokuwa katika kundi la mstari wa mbele ambazo ni Angola, Tanzania yenyewe, Zambia, Botswana na Mozambiki, ilijishughulisha sana katika ukombozi kusini mwa Afrika na katika kukomesha sera ya ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Hali kadhalika, sote tunatambua kuwa sera za ubaguzi wa rangi zilikoma mwezi Februari mwaka 1994 na kufuatiwa na uchaguzi huru wa haki uliopelekea kupatikana kwa rais wa kwanza mzalendo wa nchi hiyo, hayati mzee wetu mzee Nelson Mandela mwezi Mei 1994. Mheshimiwa Rais, utakubaliana nami kuwa undugu na umoja wa nchi zilizounda kundi la mstari wa mbele kwa kiasi kikubwa ulilelewa hapa nchini Tanzania. Aidha, tunapoongelea kukoma kwa sera za ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, siku zote tutawakumbuka hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa wa Tanzania, na hayati mzee Nelson Mandela, baba wa taifa wa South Africa, wa Afrika Kusini, kwa sababu ya utumishi wao uliotukuka kwa kujenga misingi imara ya umoja katika mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi uliokuwa umekithiri nchini Afrika Kusini. Mheshimiwa Rais, isitoshe tu kusema kuwa mahusiano yetu ya kihistoria yameendelea kushamiri kutokana na juhudi za viongozi wetu hao wawili walioweka misingi imara iliyojengwa na wazee wetu hao. Imekuwa chachu ya kushirikiana katika majukwaa ya kimataifa, hususan katika kupambana na ubaguzi wa rangi ambao kwa umekithiri katika kunyanyasa ndugu zetu kwenye nchi zetu hizi. Mheshimiwa Rais, kwa namna pekee ya kuwaenzi viongozi wetu hawa ni kuendelea kujenga umoja na kushirikiana katika kuimarisha Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC kwa ajili ya maslahi mapana
ya watu wetu. Leo hii ndugu zangu, tutakubaliana nami kwamba changamoto zinazokabili Tanzania katika nyanja mbalimbali zinafanana sana kwa kiasi kikubwa na changamoto ambazo ziko Afrika Kusini, na hii ni kwa sababu ya historia yetu au ya kijiografia, kwamba vinafanana sana. Kwa maana nyingine, watu wa Afrika Kusini ni wale wa Tanzania wote wanaowahi kupitia hali ya ukandamizaji, ubaguzi wa rangi na kutothaminiwa utu wao dhidi ya wakoloni. Kadhalika, serikali zetu zote zinatambua kuwa ni umoja pekee utakaowezesha kuivuka vizingiti hivi kiuchumi, na ndivyo ambavyo pia tunahitaji kuvikabili navyo. Ndugu wa Tanzania, leo tuko na Mheshimiwa Rais wa Afrika Kusini hapa Mazimbu. Amekuja kwa lengo la kuona maendeleo ya kituo chetu hiki ambacho sisi kwa busara tumeamua kukitumia kama eneo la kutolea taaluma na taaluma ya kilimo kwa ngazi ya chuo kikuu. Jambo hili ni la faraja kwetu sote, na chuo hiki kinatumika na nchi zote mbili kwa kuleta wanachuo na kusoma hapa Mazimbu. Na sisi kama Tanzania ni jukumu letu kukitunza na kukienzi kwa lengo la kuimarisha kumbukumbu yetu ya mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi uliokuwa umeshamiri Afrika Kusini, na hapa ndio ikiwa ndio kitovu cha vuguvugu hilo. Ndugu wa Tanzania, leo hii Mheshimiwa Rais atapata fursa ya kutembelea kwenye majengo mbalimbali. Atapita kwenye ofisi ya kwanza iliyotumika katika kupanga mikakati ya kwenda South Africa au Afrika Kusini kupambana dhidi ya ubaguzi wa rangi. Lakini pia atatembelea maeneo ya makaburi ambayo wenzetu waliotangulia mbele za haki, ambao ndio walikuwa wapambanaji dhidi ya ubaguzi wa rangi, wamelala, na pale tutapata dua kidogo. Kupata habari mbalimbali zinazojiri kila kona ya dunia, tafadhali subscribe, like na ucomment. Breeze Online TV.